Kwa jina naitwa Venance Bahati Mwase, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la madini la taifa STAMICO. Kama mnavyofahamu, kuna ajenda ya nishati safi, ni ajenda ya kitaifa, lakini pia ni ajenda ya Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye tayari ameshatawazwa kuwa kinara wa nishati safi Afrika na duniani. Sisi kama shirika la umma, shirika la madini la taifa, na sisi tuliunga mkono jitihada hizi. Tunazo rasilimali za makaa ya mawe kupitia mgodi wetu wa kule Kiwira. Kwa hiyo tulifanya utafiti wa kuona namna ya kutumia teknolojia safi ya kubadilisha ule mkaa kuwa nishati safi ya kupikia. Utafiti ulishakamilika na tayari tushapata mpaka cheti cha ubora kutoka TBS. Kwa hiyo huu ni mkaa au nishati safi ya kutumia kwenye kupikia, ambayo haina madhara yoyote, lakini pia ina unafuu wa bei na ni rafiki kwa mazingira. Sasa utaratibu wetu ni kutumia mawakala. Tumeshapata mawakala nchi nzima, lakini mawakala wakuu ni taasisi ya wanawake na Samia. Leo mmeona tumeanzia kwenye container liloko halmashauri linalomilikiwa na taasisi ya wanawake na Samia mkoa wa Dodoma. Tumelizindua na wao wanamkaa tayari nishati kwa ajili ya kuisambaza, lakini pia hapa tumekuja kwa ajili ya FDH, taasisi ya wenye ulemavu wa ngozi. Nao tumewapa uwakala. Lengo ni kuhakikisha kwamba haya makundi maalum, wanawake na makundi kama haya yenye uhitaji, tunayapa fursa za kiuchumi. Lakini kupitia fursa ya kiuchumi, wao wanaenda kuwa ni mabalozi wa kuitangaza hii nishati kwa wananchi wote wenye uhitaji maalum, lakini kwa jumuiya nzima ya Watanzania, ili watu waelewe, waache kukata miti, na kupitia hiyo basi tutakuwa tumeponya mazingira yetu, pia tumeponya afya za wananchi wetu ambao wanaathirika kupitia nishati chafu. Sasa utaratibu wetu hapa ni mwanzo, lakini tumesambaza haya makontena, tutasambaza nchi nzima. Kwa sababu nchi nzima kuna taasisi ya wanawake na Samia. Tunao makontena 23 tayari ambayo tumeshasambaza ni 7, lakini hao ni mwanzo. Tunaenda mkoa kwa mkoa kuzindua maduka kama haya, ili kila mtu, kila mkoa popote alipo basi apate hii nishati, asihangaike kukata miti, arudi kwenye hii nishati safi ya kupikia ambayo ni salama na ni rafiki kwa bei. Kwa hiyo ni mkakati wa shirika kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais au juhudi za kitaifa kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na ukataji miti, wananchi wanaondokana na kuharibu mazingira, lakini wananchi wanaondokana na kutumia nishati chafu ambayo inaletea madhara ya kiafya. Kwa hiyo kwa ujumla wake, sisi kama shirika la umma tumeona tuingie kwenye hii ajenda kwenda kutibu mazingira, kutibu afya za watu, lakini mwisho wa siku kuwapa makundi fursa za kiuchumi. Taasisi ya wanawake na Samia ni mawakala nchi nzima kama nilivyosema, na wanaenda kutumia nishati kupata nguvu ya kiuchumi, kupata uchumi, kupata fedha. Taasisi kama hii FDH nao ni taasisi ambayo ilionekana kwamba ni watu ambao hawajiwezi, lakini tumewapa hii fursa. Nao badala ya kuwa wategemezi, wao watumie fursa kusambaza hii nishati, lakini kupata fursa ya kiuchumi, wapate uchumi wao, wajitegemee, na ikiwezekana wao wanatoa misaada kuliko kuomba misaada. Na mwisho wa siku tunaenda na ajenda ya uchumi jumuishi ambayo ndio ajenda ya Mheshimiwa Rais, kuleta ustawi kwa kila Mtanzania bila kujali hali yake, ambapo mwisho wa siku makundi kama haya badala ya kuwa tegemezi kwenye uchumi, basi wanakuwa ni sehemu ya kujenga uchumi wao kwa ujumla.